Hatimaye Starboy Allan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, alipata nafasi ya kuifungia timu yake ya Yanga bao la kwanza tangu atue katika klabu hiyo kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Prince Pomelo Dube aliyekuwa mchezaji bora wa mchezo alifunga bao la utangulizi kabla Mudathir Yahya Abbas kufunga bao la tatu, wakati Yanga ikipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya wenyeji Singida Black Stars kwenye uwanja wa Mwigulu Complex Airtel pale mkoani Singida, na hivyo kuifanya Yanga iendelee kujichimbia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa sasa imefikisha pointi 32 baada ya kucheza michezo 12, huku ikiwa ndio timu kinara kwa mabao, kwa sababu mabao haya yaliyofungwa na Dube, Okello na Mudathir Yahya Abbas yameifanya ifikishe mabao 30, huku yenyewe imeruhusu mabao 2 tu, na hivyo kuendelea kuwa ndio timu yenye safu hatari zaidi ya kushambulia, lakini ndio timu yenye ukuta imara zaidi, kwa sababu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Yanga ambayo leo hii ilikuwa inacheza mechi yake ya 12 ndio inayoongoza ligi hiyo kwa kufunga mabao mengi, lakini pia kwa kuruhusu mabao machache. Kwa sifa hiyo ya ufungaji mabao mengi inafuatiwa na timu za Azam, lakini vile vile Wekundu wa Msimbazi Simba, Pamba ambazo zote zina mabao 18 pamoja na JKT Tanzania. Lakini kwenye kuzuia, Yanga ambayo imeruhusu mabao 2 tu, inayofuatia kwa kuruhusu mabao machache ni Wekundu wa Msimbazi Simba walioruhusu mabao 4, Azam ambao pia wameruhusu mabao 4. Lakini kwenye mchezo wa leo hii, Yanga wakiwa ugenini dhidi ya Singida Black Stars iliyosheheni nyota wa kutosha kikosini, akiwamo mfungaji bora katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita Hoso Mwaku Malanga aliingia katika kipindi cha pili, akiwamo Elvis Baranga Rupia, mchezaji aliondoka katika ligi kuu ya Kenya akiwa mfungaji bora kwa kufunga mabao yaliyoweka rekodi kwenye ligi kuu ya Kenya, mabao 27 ambayo hajawahi kufungwa na mchezaji yoyote tangu ligi kuu ya Kenya ianzishwe, huku Hoso Mwaku Malanga mabao yake 25 katika ligi kuu ya Kongo yakimfanya ndiye mchezaji aliyeweka rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika msimu mmoja tangu ligi kuu ya Kongo ianzishwe. Lakini pia Singida Black Stars walikuwa na nyota kutoka Burundi, Mosi Nduumwe alikuwepo pia, MVP katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita Linda Mtange, bado vile vile walikuwa na nyota kama golikipa Metacha Mnata, nyota kama Ibrahim Imoro, lakini mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi wa mabao 3-0, ikiwa ni pamoja na kiwango bora cha wachezaji wake Prince Pomelo Dube, Mudathir Yahya Abbas, lakini pia katika eneo hilo la kiungo alikuwepo Maxim pia Nzengeli, wakati golikipa Djigui Diarra alikuwa pia kwenye kiwango bora sana. Yanga katika mchezo wa leo mpaka mapumziko walikuwa wanamiliki mpira kwa 54% dhidi ya 46 za wenyeji Singida Black Stars, lakini mpaka mapumziko Yanga ilikuwa tayari imeshapiga mashuti ya kulenga shabaha 3, huku Singida Black Stars wakiwa hawana shuti lolote la kulenga shabaha kufikia mapumziko. Lakini kipindi cha pili Yanga wakaongeza kasi zaidi, wakishambulia zaidi, na ndipo wakaongeza bao lingine la 3 la Mudathir Yahya Abbas katika dakika ya 54, ambapo mwisho wa mchezo Yanga kwa wastani umiliki wa mpira ilikuwa ni 57% kulinganisha na wenyeji Singida Black Stars 43%, lakini kwenye mashuti Yanga iliongeza idadi ya mashuti na kufikia 7, huku 5 yakilenga shabaha, ilhali Singida Black Stars mpaka mechi inakamilika wakiwa wamepiga mashuti 4, moja tu likilenga shabaha, ikiashiria kwamba katika kipindi cha pili walau walifika zaidi kwenye lango la Yanga na kupiga mashuti mengine 3 likiwa moja lililolenga shabaha, maana mpaka mapumziko walikuwa wamepiga shuti moja tu ambalo lilikwenda nje. Hivyo Yanga wakapata ushindi uliostahili wa mabao 3-0. Kitu gani kilibeba zaidi Yanga leo hii? Ni kwamba kujituma zaidi na kuwa na mpira, kucheza mpira ule wa moja kwa moja. Yanga hawakuwa wanacheza pasi nyingi za kushoto kulia kwenda nyuma, la hasha, walikuwa kienda mbele zaidi. Lakini vile vile mabadiliko katika kipindi cha pili, kuingiza wachezaji ambao walikuwa na tunasema fresh legs, miguu yenye nguvu zaidi baada ya wengine kuanza, ilichangia pia kuifanya Yanga iendelee kumiliki zaidi mchezo, kufika zaidi katika eneo la mwisho la Singida Black Stars na hatimaye kupata ushindi waliostahili, kwa sababu licha mabadiliko yaliyofanywa na benchi la ufundi la Singida Black Stars, ikiwamo kuingia kwa kina Elvis Baranga Rupia, kuingia kwa kina Hoso Mwaku Malanga, kuingia kwa kina Ayubu Lianga,
bado hakukuifanya Yanga ukuta wake uliokuwa na kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamieto, baadaye alikuja kuingia Abubakari Ninju, lakini mabeki Izra Patrick Mwenda ambaye alikuja kutoka kipindi cha pili na kuingia Kwasi Atula yao, Mohamed Hussein Shabalala beki wa kushoto. Yanga iliendelea kuimara zaidi, huko katikati wakiwa na kina Juk Abuya. Wale wenyewe kipindi cha pili alikuwepo pia Emmanuel Mwanengo, lakini katika eneo la viungo alikuwepo pia Alan Okello, alikuwepo Buba Jammeh, Shekan Ibrahim. Yanga hakika licha ya kupata ushindi wa mabao 3-0, pengine kule kushambulia kwao mfululizo kwa kwenda moja kwa moja kuliwafanya wastahili hata kupata mabao mengine zaidi ya 3, kwa sababu Buba Jammeh alipata nafasi katika kipindi cha pili akiwa 1v1 yeye na golikipa Metacha Mnata, lakini alizubaa, matokeo yake akakutwa na Morris Uguchukuchuku na kufanya Yanga ipoteze fursa. Lakini Shekan Ibrahim aliyekuwa ameingia katika kipindi cha pili, naye kuna nafasi alipata ambayo kama sikufunga mwenyewe alipaswa kutoa pasi kwa wenzake walikuwa kwenye nafasi nzuri, lakini akalazimisha kutaka kufunga mwenyewe, akapiga mpira nje ambao pengine Yanga wangepata fursa nyingine na kufunga mabao zaidi. Yanga hakika kwa ushindi wao huu wa mabao 3-0 uliotokana pia na namna ambavyo waliidhibiti Singida Black Stars na kujikuta muda mwingi wakiwa timu ya pili wasiokuwa na hatari kubwa kuelekea katika lango la Yanga. Sasa ufanisi wa Yanga umefikia 89% kwa sababu kufikisha pointi 32 baada ya michezo 12 ambayo ilipaswa kuwa na pointi 36 kama maximum points, ukizidisha kwa 100 unagundua kwamba performance ya Yanga sasa ni around 89%. Yanga wanaofuatia katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ni JKT Tanzania ambao wana pointi 28 huku Yanga wakiwa na pointi 32, lakini wengine ni pamoja na Wekundu wa Msimbazi Simba wenye pointi 24 pamoja na Azam ambao nao baada ya suluhu dhidi ya Tanzania Prisons wamefikisha pointi 24, wako katika nafasi ya 4, ni idadi ya pointi sawa na Simba, wote wakiwa wamefunga mabao 18 kila mmoja, wameruhusu mabao 4. Sasa nini kitakachoendelea katika mechi zijazo za Yanga ambayo inafukuzia taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara baada ya kulitoa mara 4 mfululizo? Ikumbukwe leo hii hakukuwa na Pacom, hakukuwa na Depu, hakukuwa na Dickson Jobu ambaye aliumia katika mechi iliyopita dhidi ya watani zao wa jadi Simba, lakini bado Yanga ilionyesha kiwango kizuri dhidi ya timu ngumu ya Singida Black Stars na kupata ushindi huu wa mabao 3-0. Nini kitakachofuata katika mechi zilizosalia? Ni swala la kusubiri, maana ligi bado, wao baada ya kucheza mechi 12 wana mechi 18 mkononi za kuhakikisha kwamba wanatetea taji lao la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.